tupande miti, lakini tusipande miti tu, tupande miti hasa tukianzia mashuleni, kwa sababu elimu inatolewa mashuleni. Kwa hiyo tuhamasishe mashuleni wanafunzi mashuleni, kuanzia mashule ya msingi mpaka sekondari, watu wajadiliane umuhimu wa mazingira, wajifunze mazingira ni nini, mazingira yaliyotunzwa yana faida gani, upandaji wa miti una faida gani, utunzaji wa mazingira kwa ujumla wake una faida gani, kutokutupa takataka hovyo, kutupa vitu vya plastiki hovyo, na kutunza mazingira. Kwa sababu ukiwa na kizazi cha vijana wadogo wanaokuwa wakielewa umuhimu wa mazingira, unaweza baada ya muda ukawa na mazingira yaliyotunzwa vizuri. Kwa hiyo kumbe namna bora ya kufanya watu wawe na utamaduni sahihi vile vile ni kuingia kwenye akili zao, kuingia kwenye vichwa vyao, wawe na thinking ambayo ni sahihi. Wawe na fikra, wafikirie kwa namna sahihi juu ya kufanya mambo fulani, utunzaji wa mazingira. Kwa mfano tunafikiri kwenda kwenye jamii na kuwafundisha umuhimu wa maendeleo, mila ambazo ni endelevu. Kwa mfano kuna jamii ambazo mtu kuendelea ni chukizo kwa watu. Kwa mfano zipo jamii ambazo kwa mfano mtu akijenga nyumba ni hatari kwake, kwa sababu kitendo cha mtu kuonekana amejenga nyumba ni chukizo kwa watu wengine. Au kitendo cha kijana kuonekana amesoma katika jamii fulani inaweza kawa ni chukizo kwa watu wengine. Kwa hiyo ina maana ni mila ambazo sio za kimaendeleo. Kwa hiyo ni kwenda kwenye jamii, sio kuambia kwamba hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Ni kwenda kwa jamii, kufanya jamii iingie kwenye mjadala. Kila jamii iende kwenye dialogue, kwenye discussion, kwenye kujadiliana na kuona ni vitu gani ambavyo ni vya faida. Ni vitu gani ambavyo ni vya maendeleo. Ni vitu gani ambavyo vinaweza vikabadilishwa na vikachukuliwa vingine ambavyo vinaweza vikawa ni vya faida. Watu wenyewe wajadiliane. Kwa hiyo shirika letu lina lengo hilo la kwenda kama kupeleka kuwa kama catalyst. Kuwa kama catalyst ya kuwezesha watu wajadiliane, watu waone ni kipi bora ili waweze kufanya. Mila nyingi, mila za ukeketaji zina faida gani, zina hasara gani? Mila za labda za kurithi wajane na nini, au mtu amefariki, ile mali ya yule aliyefariki inavamiwa na watu wengi, kuna faida gani na hasara gani? Hivi kuna faida gani kwa mfano watu kufikiria kurithi kuliko watu kufikiria kufanya kazi? Kuwa na jamii ambayo ina mtazamo mpana, lakini vile vile kuwa na jamii ambayo inafikiria kwamba hivi maendeleo yetu, maendeleo ya jamii fulani unaweza kuyapata pale pale au yanaweza kupatikana hata nje ya pale. Kwa hiyo hata kwa vijana tulionao sasa hivi, wanaosoma sasa hivi, mtazamo wao ni upi? Kwamba baada ya masomo mtazamo wao wa kimaendeleo ni upi? Je, baada ya masomo tufikirie labda kwenda kutafuta kazi, kuajiriwa, au tufikirie kufanya kitu fulani kwa ajili ya maendeleo? Je, katika mazingira tulionayo kuna fursa? Kwa hiyo na jamii ambayo inaweza kuona fursa hata katika hali ngumu. Kwa ni shirika ambalo kwa kweli lina lengo kubwa la kufanya namna ya watu kufikiria ibadilike kwa maendeleo yao. Tumeanza kwenda mashuleni kupanda miti na kuhamasisha watu wafanye debate, wafanye midahalo kuhusu mazingira, na kuna shule kadhaa ambazo tumepanda miti kabisa na watu wameanza kujadiliana, na tunahisi kwamba sasa hiyo mwisho wa siku itakuwa na impact, itakuwa na mabadiliko ya fikra, ya namna ya kufanya, ya utamaduni wao katika kutunza mazingira. Naweza nikasema hivi ni vichache kati ya vingi ambavyo pengine tumefanikiwa tangu kuanza kwetu. Mapokeo ya jamii ni mazuri. Mapokeo ya jamii ni mazuri kwa maana kwamba kwa mfano tumekuwa na watu ambao wamekuwa wakitupigia simu wakija kwetu pia kutaka kujifunza lugha. Tumepokea wanafunzi ambao kuja kujifunza lugha. Tumepokea watu ambao
kule tulikokwenda, kwa mfano kuongea mambo ya mazingira na upandaji miti tumepokelewa vizuri, na kwa hiyo mapokeo so far yamekuwa ni mazuri, lakini tunahisi bado jamii inahitaji bado kuendelea kuelimishwa zaidi, kwa sababu sisi tunaamini kwamba maendeleo ya mtu hayatokani na kazi. Maendeleo ya mtu yanatokana na fikra, yanatokana na mindset, si ndio? Kwa hiyo mtu akiwa na mindset sahihi, akiwa na fikra sahihi, akiwa na tendencies sahihi, akiwa na mwelekeo sahihi wa kufikiria, anaweza akafanikiwa sana. Kwa hiyo tunafikiri kwamba bado tunahitaji kufanya kazi kubwa kwenye jamii, hasa kuelimisha mabadiliko ya kitabia, mabadiliko ya kimwelekeo katika kufanya mambo katika upana wake, katika upana wake, sio katika mazingira tu, sio ni karibu katika kila kitu, katika mahusiano, katika mambo ya haki na usalama, katika mambo ya imani, katika mambo hata ya utunzaji wa afya za watu, hata ulaji, hata nini, kwa sababu unajua maendeleo ya mtu ni mapana sana. Kwa hiyo lakini ukiwa na mtazamo sahihi unaweza ukafanikiwa katika yote. Tuko kwenye dunia ambayo inazidi kuwa ndogo. Dunia inazidi kuwa ndogo kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kama kitu ambacho sasa, kwa sababu mawasiliano sasa ni rahisi kusafiri, ni rahisi hata kufika kwa njia ya mawasiliano, mitandao ya kijamii na kadhalika. Lakini pia diplomasia hizi ambazo umezisema zinazidi kufanya mahusiano na watu kuhitajiana kuwa makubwa sana, na sisi kama shirika letu tunaona kwamba watu wanahitaji lugha kuliko hata muda mwingine wowote. Watu wanahitaji lugha, wanahitaji kujua mila na desturi na utamaduni kuliko muda wowote. Ni kipindi hiki ambacho lazima tuwe mtu atakayekuwa na mtazamo sahihi, atakayekuwa na fikra sahihi, lakini pia akawa na lugha, ni lazima atafanikiwa sana. Lazima atafanikiwa sana. Umeongelea mahusiano ya nchi zetu na China, ya kibiashara na kiuchumi. Kwa mfano sasa hivi shughuli nyingi za kibiashara, kwa mfano za jamii ya Kitanzania zinafanyika sana na jamii ya Kichina. Na ninafikiri kwamba kuna wafanyabiashara ambao watakuwa pengine wamepata hasara ya kutosha kwa kutokujua Kichina, kwa sababu unakwenda China kuagiza bidhaa, lakini huwezi kuwasiliana moja kwa moja na muuza bidhaa. Na hata ukiwasiliana naye, unawasiliana naye kwa juu, kwa sababu pia hujui hata utamaduni wake, hujui mila yake, hujui namna anavyofikiria. Kwa hiyo tukaona kwamba kwa mfano kama watu wangejua Kichina zaidi, wangeweza kufanya biashara na jamii ya Kichina kwa faida kubwa zaidi. Lakini pia ingetengeneza pia mahusiano, kwa sababu unapofanya biashara na mtu, mnaweza mkafanya biashara mkauziana na mkanunuliana na mkaachana, lakini pia mnaweza mkafanya biashara mkauziana na mkanunuliana na mkatengeneza urafiki, mkatengeneza mahusiano. Na wengine wanakwenda mbali hata kuoleana, si ndio? Sasa hayo yote huwezi kuyapata kama huna lugha na utamaduni. Kwa hiyo mimi ninaona shirika letu kama linakwenda, kama ni shirika muhimu sana katika kipindi hiki ambacho dunia inazidi kuwa ndogo kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia, kwa sababu ni shirika ambalo linakwenda kwenye utamaduni na ni shirika ambalo linakwenda kwenye lugha ambayo pia ni sehemu ya utamaduni. Na ni shirika ambalo sasa linakwenda kuwa kama kiunganishi, kama linakwenda kama kutengeneza kama bridge, kama daraja ambako jamii zitapita na kukutana na kufanya mambo makubwa ya kimaendeleo. Tungetamani tuwe tumeshafanya makubwa zaidi,
na kwa sababu kwa kawaida shirika halifanyi biashara, linatoa huduma na unapotoa huduma hupati fedha ya kutosha kuweza kufanya yale ambayo ungetamani kuyafanya. Kwa hiyo tungetamani kupata mkono wa msaada, kupata support kutoka kwa yeyote ambaye anaweza akatusupport, kwa sababu changamoto kubwa ambayo tumekuwa nayo imekuwa ni changamoto ya kifedha kwa sababu tungetamani tuende kwenye jamii kubwa zaidi na hata kwa upande wa lugha tungetamani tuwe na wanafunzi wengi zaidi. Kuna watu wengi zaidi ambao wangetamani kujifunza hizi lugha tunazofundisha, lakini wanashindwa kwa sababu hawana fedha hata kidogo ya kuweza kuleta kama kuchangia. Kwa hiyo tungetamani kama tungeweza kupata support ya namna yoyote ya kifedha, hata kupokea vijana. Sasa hivi kwa mfano tunaongelea economic empowerment kwa vijana Sasa tunapoongelea economic empowerment kwa vijana ili kijana aweze kufunguka na kufanya mambo makubwa zaidi, anahitaji nini? Moja ya vitu anavyohitaji ni pamoja na lugha, kwa sababu kwa mfano kijana aliyejifunza na ambaye anaweza kaongea labda lugha vizuri, kaongea lugha ya Kiingereza vizuri, kaongea Kifaransa vizuri, kaongea Kichina vizuri, anaweza hata namna yake ya kujiamini inaongezeka namna ya kufanya shughuli mbalimbali, ule ujasiri unaongezeka. Tuna maelfu ya bodaboda kwa mfano unaweza ukaimagine bodaboda ambaye anamuona mzungu anakuja anakata kona, ni wangapi wasio, kwa sababu ya lugha lugha inafanya mtu anakuwa mnyonge Kwa hiyo hata tunapofikiria kwa mfano economic empowerment, kuwezesha vijana kiuchumi, nafikiri tungefikiria kuwezesha pia kielimu na elimu kubwa unayompa kijana ambaye ni mpiganaji ni language, mpe lugha. Kama akiweza kupata lugha huyu kijana, akaweza kuongea lugha ya Kiingereza vizuri, akaweza kuongea hata Kichina angalau kwa kiasi, akaongea Kijerumani kidogo, huyu kijana umempa nguvu ya kufanya kazi. Anaweza kaenda popote na anaweza kimbia akapata kitu fulani cha kumwezesha kuishi. Lakini unakuta kijana hana fedha ya kwenda kwenye chuo cha lugha akalipia mafunzo ya lugha. Kwa mfano hata serikali inapofikiria kufanya economic empowerment, kuwezesha vijana kiuchumi, kitu ambacho ni kitu kizuri sana, ningefikiri kwamba pia lingetoka pengine fungu likaja kwenye center za lugha, kwenye vyuo vya lugha kama cha kwetu, na wakapokelewa vijana kwa awamu. Kwa mfano kila baada ya miezi mitatu wanapokelewa vijana labda 500 wanafundishwa lugha mbalimbali, sio lugha moja tu, lugha mbalimbali. Tungeweza kupiga hatua kubwa sana pia za kimaendeleo, kwa sababu kijana ukishampa, unajua namna bora ya kumwezesha kijana ni ingia kwenye akili yake,